Na mbona nasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 18 za mwezi wa 4 2025, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV, tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kaskazini, RDF M23 Alliance Congo waliokuja waanza kukimbia. Kamanyola, mapigano makali kati ya waza na M23 ya pamba moto. New York, Rwanda ipigwe marufuku ya kununua silaha. Na tarehe 18 mwezi wa 4 2025 saa 12 saa za Afrika Kati, sikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki asubuhi, na hii ni Baraka1 TV ambako unasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tembelea pia Baraka1 TV channel 2 ili uendelee kupata matangazo yetu mbalimbali, na pia usikose kujua kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Kama bado hujaungana na Baraka1 TV, tafadhali tumia namba ambayo huko unaiona kwa screen yako hapo ili uweze kuungana moja kwa moja na Baraka1 TV. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, ambako RDF na M23 Alliance Congo waliokuja waanza kukimbia. Kuonekana kwa wingi kwa magaidi wa M23 Alliance Congo pamoja na RDF ndani ya mji wa Bukavu kuliwatia wasiwasi wakaaji wa mji huo, huku magaidi wakiwa na lengo la kuingia Nyantende, Kalehe pamoja na Walungu kushuka mpaka Uvira, lakini kutokana na moto ambao wako nakutana nao kuna wafanya kati yao kuanza kukimbia, maana wanaingizwa kwenye jeshi ambalo hawakuwa wanategemea. Alliance Congo M23 pamoja na RDF wanawalazimisha vijana kuingia ndani ya jeshi lao. Pamoja ni wale ambao wametoka ndani ya magereza nchini Rwanda, zaidi wenye asili ya Kihutu, na hata wale ambao pia wamekamatwa hospitali, na wale ambao walikuwa wanakamatwa ndani ya miji ya Bukavu pamoja na Goma na kupelekwa Rumangabo kwa ajili ya mafunzo ya kijeshi. Ya hao ndio walipakizwa kwenye magari kuja Bukavu ili kupambana na wazalendo, lakini walichokutana nao kinawafanya baadhi yao kwanza kukimbia kwenye uwanja wa mapigano. Hii ni Baraka1 TV. Hivi mimi natoka Mwesanse. Sasa Mwesanse kuko kikundi mwe wanaita wanajua kali. Wale wanajua kali ndio wale wenye biko mo bakokai bakaribisha mabisi za Uvira, Burundi bya vile. Ndio tunasikia biko natukana wale wa M23. Mtoke kule mnaleta bumachawa huko watu bwabaki. Migulu inaoza na mafunza ba prisonnier benya bavalaki hata biatu. Ndio mnaleta huko sasa, mnaleta masoda. Amwezi sikia haya. Nyie nini mulileta huko? Mtoke bwana, tutabapondea huko kama mfanye hangi. Kumbe ile ekipe yote yenye ilishuka jana usiku, s'il vous plaît, yote ilirudia. Ndio hadisi niko na wapo. Ekipe yote yenye ilishuka inaenda ngambo za Nyangezi. Seli enea ma 18h30, population haiko tena mbarabara ma 19h. Bakaanza rudia. Ndio habari niko na wapo. Bakarudia. Benye balipanda banapita Kafuruma njia ya kwenda Bunyakiri, ase banashuka Bunyakiri. Abakufika Tachivanga. Bakarudia. Bajua kali balibaona. Sasa ile maekipe yote gisi balienda na gisi balirudia biko wapi? Mukanjil Moke Brasserie. Njo mule manake muko etufe, usikie tu. Usikie. Aseme biko mingi mule, usikie tu. Sasa bale batu bikwai ni batu benye ule umoya kwanza alikimbia jana Panzi.
umwe alikimbia jana, sasa yenyewe biko banarudia, akaenda lomba wese, kwenye alienda lomba wese bo akagawa mwese ile ma 19h benye pale bakakuya mwambia bona unagawa mwa hii wese huko nafanya nini ile saa yote nyo lombea wese, bakakuta alishatosha teni anayangushia mu wese na bunduki anaitia kwa mlango ya wese na aisha kwa mteni civil. Bakamuuliza njoo nini, akaambia yule papa wa pale, baba pardon, mimi nilikuwa mgonjwa, mimi natoka mu hospitali, niko na 3 jours mimi natoka mu hospitali. Iya kutoka mu hospitali niko tu kunyumba, ninashimama nje kidogo, niko navuta hewa, niko na 3 jours mimi natoka mu hospitali, bilonda hata hayapona, mwili hayakaza. Banakuya biko banapita nile gari yabo yenyewe natoka kamata ba prisonnier baba bebe Mkongo, bananirarua pale na mimi bananitia mugari na kufika mbele kule kukaa hapo bananivalisha teni. Lakini njoo hivi mimi nataka angalia gisi ya kukimbia. Ile tu ya kusema vile njoo papa akasema njoo vile, ase utakimbia sasa utaendaje? Ase mimi najua tu gisi ndakimbia na nikifika tu Kuruzizi ndavuka na ndaenda. Njoo vile alikimbia akaacha arme pale. Iya kuacha arme pale, wenzao wenyewe walikuwa na mungu pale nje ya lupango, banaingia sasa mule mnyumba. Mbalienda kwa somo iko wapi? Aseme mbona nyinyi mimi mnapasha uliza. Mtu wenu anaenda kuwese kule na anaingia kuwese na atoki, mwende muangalie kule. Wanaenda kule kuwese, banaona tenia yule iko na sumbere mtundu ya wese na arme yao iko pale kwa mlango ya wese, bakairekipere na bakaenda. Asore pumbafu anaenda mwe vile anaacha bunduki yetu. Na njoo vile ule umoya alienda. Ni wagonjwa walitoka mu hospitali na wengine walitoka mu prison, hakuna soda balirudia bote banaala mkanjili moke brasserie. Musiogope kitu, waza hakuna kitu. Na mkichana na taarifa hizo, tuingie moja kwa moja maeneo ya Kamanyola ambako mapigano makali kati ya waza na M23 yazidi kupamba moto. Kutokana na moto wa waza M23 wanazidi kupata vipigo vitakatifu kutoka kwa wazalendo. Magaidi waliojaribu kupenyeza njia ya milima wakutana na balaa zito kutoka kwa wazalendo. Bon, en tout cas situation njoi. Asubuhi watu kwenda kumashamba baliona baba amezetu wa M23 banapandile mabilima ya Kalunga. Lakini balipandia fasi 3. Ile kote ya yule ya frontiere, bakapanda ile kote ya barriere pale kote ya Misumari, na bakapandi kote ya Mulira, ndio ile makote ya Eglise Katoliki. Kapanda balikuwa ba mingi, bakapanda bako na mabrankari za mupya. Kumbe balisikia seme Abdu na hotel ndio ba hotel walikuwa na gombana. Abdu ndio mara kwanza aseme kama balitia maposition za mupya kule mu milima, ndio bakasema nda kuzibomola. Sema na objectif yabo banapenda dans une semaine bakamate Kalemi, kama batakontourner Uvira, kama betapita Uvira. Sema banakuya ba mingi, azeka kuna plus de 5000 hommes mu plaine, habawezi pita. Sasa bwana, si benyewe tuliona kisi vers ma 13h make masasi ilikuwa mingi kule, mabombe popo balianza asubuhi. Sasa bazalendo balikia kubashurulikia bazalendo vers ma 11h, balianza kubashusha kumilima, kubapiga, balibashindikiza mpaka musite, mpaka hapa Mulira. Make balibashindikiza mpaka hapa ima kartia yuli ya Marompu etu pale. Lakini sasa tunaona magari zao zinaanza kupanda, sasa kama zinaanza kuleta mamaiti. Jua na asime bali selon tunasikia ni banafunzi balikamataka Goma ba Rwanda, sime na ba prisonnier balitoka Rwanda, ndio baliforme mbio tinyo banalitia ma effectif yote iko ya bagerie. Ni ma formalite tu ya kuintimider ni watu. Sime na poko bana kwa watoto walikuwa wanaingia Bukavu jana, wako wanalia, wanafunzi wanaingia wanaweba mu vita na abayu vita.
Sasa walipigwa na bazalendo, waliwapiga mzuri sana, maana unasikia kubatosha mwele mabilima kuwafikisha mu quartier huku chini. En ils ont connu des pertes. Ndio tunachunga sasa. Watu wanasema sema watakamata Kalemi, test tu ya hapa milima ya Kamanyola wanapigwa. Na ilipare jana nako kuliingia Mbiskadi 3 camion. Kote ya Nyangizi walikuwa wanatafuta kwenda Kazibu. Na ndio hivyo tuko wana connaître maesheke tu parce que naona mbingu ilisema kama mfalme akitambuka mipaka yake ni vile tu. Ndio situation hiyo antuka si tuliona huko wanashuka huko wanakimbia. Upande wa pili wazalendo walahani CCLF na kusema haitawezekana, maana wao wanapigana kwa kutetea taifa na hawako wanapigana kwa ajili ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Hayo yamekuja baada ya mbunge mmoja wa taifa anayejiita kwamba ni mwakilishi wa wazalendo kuweza kutoa tangazo la kuwataka wazalendo mara moja kokote wanakopatikana kuacha kupigana na magaidi wa M23. Wazalendo wanasema na nukuu, wakati sisi tunaonekana kuwa na nguvu na kuzidi kuwapiga magaidi wa M23, nyinyi mnakuja mnatuambia kwamba CCLF. Kitendo hicho sisi wala hakituhusu. Hatupigani kwa ajili ya mtu yoyote, ila tunapigana kwa ajili ya ardhi yetu. Des résistants pour la défense de la patrie face à la fameuse déclaration de l'honorable Willy Mishiki décrétée et soi-disant cesser les faits au Wazalendo. Nous, Consortium des résistants pour la défense de la patrie, c'est CRPD en sigle, nous sommes indignés et condamnons avec les plus grands regrets les propos de l'honorable Willy Mishiki imposant, sans aucune logique ni de fond ni de forme, un cessez-le-feu immédiat aux résistants Wazalendo qui se sacrifient pour la cause de la patrie. Pourquoi, quand on constate qu'il y a des avancées significatives de la part de Wazalendo, qu'on adopte un cessez-le-feu, n'est-il pas une manœuvre d'octroyer un bon moment à l'agresseur de se consolider? Allons-nous obéir aux soi-disant cessez-le-feu quand les milliers de camions remplis de militaires rwandaises versés à Goma et ailleurs pour le renfort de M23 AFC? Trop, c'est trop. Nous tenons à informer l'honorable Willy Mishiki que tout est en course d'évolution. Les Congolais ne sont pas épargnés. À conséquence, il ne lui revient pas les droits de poser un style de jeu au Wazalendo pour recouvrer la confiance que l'agresseur lui doit. Si l'on se souviendrait du dossier de Grenada au Canada, où, sous la conduite du patron de tous les traîtres congolais, les mêmes honorables s'étaient présentés comme les chefs coutumiers congolais, tout en adhérant au coup contre la République démocratique du Congo. Ce que l'honorable Willy Mishiki fait aujourd'hui, c'est donc une simulation de fin. Nous ne reconnaissons pas l'honorable Willy Mishiki comme la personne digne de nous donner ni de nous proposer une ligne de conduite. Par la même occasion, nous mettons en garde les politiciens qui violent la confiance que le peuple congolais a placée en agissant contre la République démocratique du Congo, tout en laissant l'opportunité à l'ennemi de violer son intégrité. Baadhi ya wanasiasa wanatumia jina la wazalendo ili kujaribu kujiweka nafasi nzuri katika siasa zao. Mazungumzo yanayoendelea huko Doha hayo wala hayawahusu wazalendo na wamekataa katu kuacha kupigana. Lazima mapigano yataendelea. Hii ni Baraka1 TV. Na mnaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika Kati asubuhi, saa 1 majira
ya Afrika ya Mashariki Kizabe Ayeba kutoka Wisconsin Green Bay nchini Marekani yakiendelea kuwa pamoja na Baraka One TV, Ejide Kizenga Tembele pamoja na King Sele kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV. Unasikiza pia matangazo yetu kokote nchini Marekani, Canada, Australia pamoja na Europe, South Africa na Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia, East pamoja na Central Africa. Na baada ya taarifa zote hizo, tuingie huko kwenye baraza la Umoja wa Mataifa ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yataka Rwanda iweze kupigwa marufuku ya kununua silaha. Kwenye baraza la Umoja wa Mataifa, waziri wa mambo ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameiomba Umoja wa Mataifa kuweza kuishinikiza Rwanda na ili iweze kutii makubaliano ya resolution ya 2773 ambayo Umoja wa Mataifa iliweza kuilazimu Rwanda kuweza kuondoa vikosi vyake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haraka iwezekanavyo na pia kuweza kuacha kabisa kuwasaidia magaidi wa M23. Waziri wa mambo ya nje Bi Teresa Kainerugaba Wagner ameweza pia kutaka baraza la Umoja wa Mataifa kuweza kuipiga marufuku nchi ya Rwanda kuendelea kununua silaha, maana silaha hizo zinatumika vibaya kwa kuwasaidia magaidi wa M23 na pia kuendeleza mauaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mwandi ambayo tulikuwa tuko nayo kwa siku hii ya leo, na unaendelea kuwa pamoja na Baraka One TV saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, na tunakwenda kung'oa nanga. Tukutanane majira ya saa 6 ambao kutakwenda kuchambua hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipofika Lubumbashi, ambako wameongea na watu maelfu huku akiwapa matumaini ya yale ambayo yanazidi kujiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP.